mwaka sensa ya mwisho iliyofanyika. Tukirejea sensa ya mwisho iliyofanyika mwaka 2012, tunaona kabisa sasa kama walikuwa wanasema nusu, sasa hivi ni zaidi ya nusu. Asilimia kubwa ni wanawake. Tuko kama milioni 60 kitu, lakini kwa wanaume ni kama robo ya 60. Juzi nilikuwa nazungumza na baadhi ya wasichana kina dada, tukao tunaambiwa kwamba kwa sasa hivi kama hujaolewa, ukipata mwanaume usicheze naye. Kwa sababu wanaume ni wachache, wanawake ni wengi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kama ni mtoto wa kike ambaye unaelekea kwenye masuala mazima ya uchumba na ndoa na vitu kama hivyo, inabidi ukimpata kijana umshikilie vizuri, kwa sababu wanaume ni wachache lakini wanawake ni wengi. Sasa sijajua kwa upande wako, nimejaribu kuigusia tu hiyo hapo. Katika masuala ambayo tulikuwa tunayazungumza. Sawa, sitaki kwenda sana mbali na mada, lakini pia naweza kumwambia mtoto wa kike hilo lisimsumbue sana. Lisimsumbue sana kwa sababu katika sensa ile tunahesabu watoto, vijana, wanawake. Kwa hiyo hawezi kujua generation yake anaweza akatambua generation yake ni ipi, lakini asijue katika ile generation yake ambao wale wanatakiwa kuwa na yeye wako wengi ama wachache. Hilo ni swali ambalo limejificha kwenye sensa, kwa sababu tunahesabu kuanzia mtoto mdogo, vijana. Kwa hiyo unaweza kusema kwenye generation yako wapo tu wengi, wewe concentrate kwenye mambo yako, muda ukifika utafika tu. Lakini kirudi katika swali lako lilolisema, kwa kuendelea kusisitiza kwamba kwa namna ambavyo nafasi ya mwanamke ya uongozi kwenye enzi zile za Mwalimu na kwa sasa tunaliona bado linaendelea kuangaza kwa kina na kutambua uwezo wa mwanamke kama hivi ambavyo nimekunukuu ukisema kwamba kwa sasa tunaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii inaangazia hasa kwamba zile juhudi zilizokuwa zimepandwa kwa kipindi kile ambacho wanasema kwamba wanawake walikuwa zaidi ya nusu ya jamii ambayo ilikuwa inatazama kama chachu ya maendeleo, lakini pia waliweza kuwezeshwa katika kuhakikisha kwamba wanaweza kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi. Na katika hilo basi tunaona Mwalimu Nyerere hakuishia tu hapo. Aliwezesha na kushirikiana mpaka kutengeneza chama ambacho kiliitwa UWT, ambacho kirefu chake ni Umoja wa Wanawake Tanzania. Na chama hichi kilikuwa mahususi kumtazama mwanamke na kuangalia nguvu ya pamoja ya wanawake wa Tanzania. Na katika hilo basi tunaona kwamba ndo mpaka sasa hivi tunaona kuna mama kama Gertrude Mongella ambaye alikuwa ni kiongozi mzuri na ameshiriki katika mapambano mbalimbali. Tuliona alishiriki hata katika mkutano wa Belgium kuzungumzia masuala mbalimbali katika haki ya kumkomboa mwanamke, lakini wakapendekeza maoni mazuri ambayo alikuja akapelekea hata kuundwa sheria za kimataifa ikiwa kama ni mmoja mwanamke kutoka Tanzania. Lakini sio hivyo tu, tunaona hiyo harakati za kumwezesha mwanamke ziliendelea kuzaa watu wazuri. Tunamuona Anna Makinda. Anna Makinda amekaa muda mrefu sana serikalini, amekuwa spika wa bunge wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sio tu hivyo, tunaona